Ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Hujambo mtazamaji, karibu kuitazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Sky TV na tulionayo usiku huu. Watanzania waomboleza kifo cha Waziri William Lukuvi. Kimataifa, miili zaidi ya 30 yagundulika kwenye kaburi la pamoja nchini Kenya. Na katika michezo na burudani, timu ya wanawake Serengeti Girls yaendelea kujifua vyema kuiwinda Botswana. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi naitwa Pius Jayunga, tukianza na habari za kitaifa. Viongozi na waombolezaji wamefika nyumbani kwa aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, marehemu Mheshimiwa Dr. William Lukuvi, eneo la Area D jijini Dodoma, ili kutoa salamu za rambirambi na kusaini kitabu cha maombolezo. Wakizungumza leo msibani nyumbani kwa marehemu eneo la Area D jijini Dodoma, naibu waziri wa uchukuzi na mbunge wa jimbo la Mufindi Kusini, David Kihenzile, amesema marehemu William Lukuvi alikuwa kama baba kwao, kiongozi mwenye uzoefu mkubwa wa kisiasa na uongozi, aliyeongoza na kutoa ushauri kwa hekima kwa vizazi mbalimbali vya wanasiasa. Hiyo kwa kweli tumepata pigo kubwa kuondokewa na mtu mwenye uzoefu, mtu mwenye weledi, mtu ambaye alikuwa kimsingi kipenzi cha Wanairinga, kipenzi cha Wanaisimani, kipenzi cha Watanzania na wana CCM kwa ujumla. Kifo chake kimetusikitisha na kutusononesha. Mengi ametuachia ambayo ya kujifunza. La kwanza alituachia Mzee Lukuvi ni kuchapa kazi bila kuchoka. Hata jana wakati hali yake pengine inaanza kubadilika, Mzee Lukuvi alikuwa kazini. Sisi juzi wabunge wote wa mkoa wa Iringa tulikuwa na kikao, tumekuwa naye pamoja. Tumezungumza naye, tumeenda kwenye kamati ya TAMISEMI, tumewasilisha pamoja, naye amezungumza kisha akaondoka katuacha. Unaweza kuona jinsi alivyokuwa ni mtu ambaye pengine alikuwa na dalili ya kuumwa lakini bado hakuchoka, aliendelea kutumikia taifa lake mpaka mauti ilipomfika. Kwa funzo la kwanza ambalo tulipata kama vijana ni kuipenda nchi yako, kuitumikia kwa moyo wako wote. Lakini jambo la pili ambalo tunajifunza kwa Mzee Lukuvi ni uaminifu kwa serikali yake. Alikuwa ni mwaminifu na mtiifu kwa mamlaka iliyomteua. Alikuwa ni mtu mwenye shukrani, anayeweza kusimama na kutetea serikali yake kwa hoja. Kwa hiyo mimi nikiwa kama mbunge niliwaomba wabunge wote wawepo, na yeye hata ni waziri lakini vitu vya umoja alikuwa havipingi na alikuwa anataka twende kwa pamoja kwa umoja, na ndio alikuwa anasema sisi ni wamoja, tutakwenda kwa umoja. Kwa hiyo kwa kweli tunamkumbuka. Kuna mambo mazito aliongea siku ambayo tunawasilisha mkoa wetu wa Iringa bajeti bungeni, na ndio nafikiri kama alikuwa anatuaga, maana viongozi wote wa mkoa walikuwepo. Kwa hiyo sisi tunasikitika sana, msiba ni mkubwa. Tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu tukampumzishe mahali pema peponi, lakini ameacha historia kubwa, maana ndio alikuwa kiongozi senior, na hata kama mtakumbuka tunapochagua spika, yeye ndio alikuwa ameongoza kile kikao akiwa kama ni senior. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunajivunia usinia wake, hakuwa wa kwake peke yake. Usinia wake ulitusababishia na sisi mkoa wa Iringa tukapata maendeleo makubwa. Tutakachomkumbuka Mheshimiwa Lukuvi, ule ushirikiano wake aliyokuwa nao na watu aliowasaidia. Kuna watu amewasaidia sana. Kuna mdogo wake mmoja anaitwa Mosi, yuko hapa. Nafikiri mlikuwa mnazungumza naye hapa. Yuko upande ule kule, ni mwanasheria, yuko bunge. Amemsomesha yeye. Kuna yule Zaveri, yule aliyefariki mwaka jana, kama utakumbuka vizuri, na yeye amesoma mpaka akawa engineer mambo ya kompyuta, akawa anafanya kazi NSSF. Yeye ni nembo ya familia. Ni nembo ya familia ambayo naweza kusema kwamba kuanguka kwake mpaka hivi sasa hivi tunajihisi na wengine tumeanguka kwa sababu hatuna kwa kukimbilia. Kwamba bwana mimi na tatizo hili na hili, hebu nisaidie, hatuna. Marehemu William Lukuvi aliyewahi kuwa waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani tangu mwaka 1995 amefariki dunia leo Machi 25 mwaka 2026 katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma kutokana na mshtuko wa moyo.
Jeshi la Magereza mkoani Mbeya limewaomba wawekezaji wa mradi wa uchimbaji wa madini ya Neobam kutoa kipaumbele maalum kwa gereza la kilimo Songwe kwa kulitunza eneo hilo kwa kipindi cha zaidi ya miaka 76. Tupate undani wa taarifa hii. Kamishna msaidizi mwandamizi wa magereza Raymond Mwapashi ameyasema hayo wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa uchimbaji mkubwa wa madini ya Niobium baina ya serikali na kampuni ya Pandaili Tanzania Limited, ambapo amesema kupitia mradi huo gereza la kilimo Songwe linatakiwa kunufaika zaidi. Niwaombe wenzetu wawekezaji kwamba sasa baada ya hapo tunaenda kwenye kazi sasa ya kuanza makubaliano kati yetu sisi magereza na wao, kwa sababu wametukuta hapa. Mnatuachaje sasa? Tunaenda wapi? Na huko tunakoenda tunaendaje? Kufuatia ombi hilo, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amewataka wawekezaji kuhakikisha wanafanya makubaliano na gereza la kilimo Songwe, kwani wao ndio wamiliki wa ardhi. Kwa mujibu wa sheria kifungu cha 120 cha sheria ya madini sura ya 123 kinaweka sharti la lazima mtu yoyote anayepewa leseni hawezi kuanza kutekeleza haki madini kwa maana ya kuchimba kabla hajamalizana na mtu mwenye haki ardhi. Na mwenye haki ardhi ni gereza la kilimo la Songwe. Kwa upande wake msajili wa hazina Nehemia Mchechu akatoa jumla ya faida ya serikali kupitia mradi huo, huku mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Mbeya Josephine Manase akatoa idadi ya ajira za wananchi zitakazopatikana kwenye mradi. Jumla ya mapato ya serikali itakuwa ni takribani dola milioni 686. Kwa kama nazungumza dola milioni 686, tunazungumza kiasi cha shilingi trilioni 2. Hiyo ni faida inayoingia serikalini katika muda wa uzalishaji au katika maisha ya mradi huu. Kwa haraka na kwa taarifa ambazo tumepewa ni kwamba zipo ajira ambazo zitapatikana zaidi ya 2000 ikiwemo za kudumu 600 ambazo zitatokana na wananchi hawa wa Mbeya vijijini. Kwa hiyo hizi ni habari njema ambazo wananchi hawa wanasali kila siku kwamba jambo hili litimie ili wao waweze kupata ajira, lakini pia waweze kuona ni jinsi gani mahala hapa panakwenda kubadilika kwa uwekezaji huu mkubwa ambao utafanyika. Nao baadhi ya wananchi wameeleza namna watakavyonufaika na mradi huo. Ni mradi wa kusaini mkataba wa madini hapa. Kwa wananchi wanavyonufaika ni kwa upatikanaji wa ajira, inawapatia wananchi ajira, afu pia inaongezea kipato kwa wananchi pia. Sisi kama sisi tumepokea vizuri sana huu mradi. Kwanza tulikuwa tunausubiri kwa hamu. Ijapokuwa umechukua muda kidogo kuja, lakini ulipokuja sasa hizi tumefurahi sana. Uwekezaji wa mradi huu ni wa kwanza Afrika na wa 4 duniani unaotarajia kuzalisha 4% ya madini ya Niobium. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Tutazame taarifa nyingine ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka maafisa mahusiano kwa umma kuhakikisha maudhui wanayoandaa kwa ajili ya kuifahamisha jamii yanaendana na ukuaji wa teknolojia ili kutoliacha nyuma kundi la vijana ambao ndio watumiaji wakubwa wa mitandao ya kijamii. Tupate undani wa taarifa hii. Waziri Mkuu ameyasema hayo jijini Arusha wakati akifungua mkutano wa 110 wa wadau wa elimu kwa umma uliokutanisha washiriki kutoka maeneo mbalimbali ya taasisi za umma zaidi ya 250, ambapo amesisitiza umuhimu wa kuandaa maudhui yenye kuelezea maendeleo. Ili kuwafikia vijana na hadhira ya aina hiyo, ni muhimu kuwashirikisha vijana katika utengenezaji wa maudhui hayo. Kumbukeni kuwa vijana ndio watumiaji wakubwa wa mitandao ya kijamii. Tusipowafikia kwa lugha wanayoielewa, tutawaacha mikononi mwa watoa taarifa zisizo rasmi, zisizo sahihi na maudhui yenye changamoto kuhusiana na utu wetu, heshima ya wanadamu pamoja na utamaduni wa Kitanzania. Lazima tuwe na mkakati kwamba kundi hilo na lenyewe wapate taarifa zilizo sahihi
na tena wafurahie kuzipata taarifa hizo, wafurahie kuzipata taarifa hizo. Kwa upande wake, waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Makonda, ameeleza lengo la wizara yake katika kuhakikisha habari zinapenya maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili. Na mwaka huu ameangazia katika umuhimu wa maudhui ya kwamba hawa washikili wote, taasisi mbalimbali za umma, zijue namna gani zinatengeneza maudhui yao na kubeba ajenda ya kitaifa, ili TBC pia iweze kuibeba hiyo ajenda na kuwapelekea Watanzania. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, wizara yetu ikishirikiana kwa karibu na TBC, ni ndoto yetu kuhakikisha kwamba tunavuka mipaka ya Tanzania na kuikamata Afrika kupitia chombo hiki muhimu na pendwa kwa taifa letu. Tumebaini ya kwamba iko haja kubwa ya kuhakikisha Tanzania inadominate habari katika bara letu Afrika. Hatuwezi kufikia hiyo ndoto kama TBC itabaki kwenye viunga vyetu tu. Na ndio maana tunao mpango wa kuhakikisha tunafungua branches ndani ya nchi zetu za Afrika. Angalau tuwe na branch katika nchi 10. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa shirika la utangazaji TBC Gwakisa Mlawa, ambao ndio waandaaji wa mkutano huo, anabainisha malengo ya mkutano. Katika kipindi cha mkutano huu, washirika wamepata fursa ya kujengewa uwezo kupitia mada mbalimbali zikiwemo mawasiliano na ulinzi wa taarifa binafsi, matumizi ya mitandao ya kijamii na teknolojia ya akili unde yani AI, masuala ya uongozi yani leadership skills, uandaji wa vipindi vya television na radio, cinematography yani namna uchukuaji wa picha jongefu na mbinu za matumizi ya kamera, graphics na uhariri wa picha za television, udhibiti wa msongo wa mawazo na afya ya akili, mawasiliano yenye tija katika enzi ya teknolojia ya kisasa, na mawasiliano ya kimkakati wakati na baada ya migogoro. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Tulionayo usiku huu. Makamu wa Rais afungua kongamano la kimataifa la elimu. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa ya habari ndani ya ulimwengu wa habari. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel Nchimbi, amesema suala la utekelezaji wa mabadiliko na maboresho yaliyofanyika kwenye sera ya elimu na mafunzo na mitaala inayohitaji ushirikiano wa hali ya juu miongoni mwa wadau wote wa elimu, taasisi za serikali na zile zisizokuwa za serikali, wazazi na jamii yote kwa ujumla. Makamu wa Rais amesema hayo wakati akifungua kongamano la kimataifa kuhusu maboresho ya sera ya elimu na mitaala nchini linalofanyika katika ukumbi wa maktaba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam jijini Dar es Salaam. Ameitaka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi za elimu hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuendelea kufanya ufuatiliaji na tafiti ili kubaini dosari zozote zinazoweza kukwamisha utekelezaji swala hilo, ili kubaini na kuibua maeneo yanayohitaji maboresho zaidi kiutendaji. Naomba mniruhusu nitilie mkazo suala la utekelezaji wa mabadiliko ya maboresho yaliyofanyika kwenye sera yetu ya elimu na mafunzo na mitaala yetu katika ngazi zote kuanzia elimu ya awali, msingi, sekondari hadi elimu ya juu. Suala hili linahitaji ushirikiano wa hali ya juu miongoni mwa wadau wote wa elimu, taasisi za serikali na zisizo za serikali, na bila kuwasahau wazazi na jamii yote kwa ujumla. Pia hili linatutaka Watanzania wote kutafsiri vema maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan juu ya mfumo wa elimu unaozingatia kutoa ujuzi na maarifa ili kumwezesha mhitimu kumudu mazingira yake na kumudu ushindani kwenye ulimwengu wa kazi. Vile vile napenda kusisitiza kuhusu kutekeleza mabadiliko na maboresho ya mitaala, ambapo naitaka Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia kwa kushirikiana na taasisi za elimu hususan Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuendelea kufanya ufuatiliaji na tafiti ili kubaini dosari zozote zinazoweza kukwamisha utekelezaji. Hii itasaidia pia kubaini na kuibua maeneo yanayohitaji marekebisho au maboresho zaidi ya kiutendaji. Malengo ya kongamano hili ni kama ifuatavyo: kutafakari na kujenga uelewa wa pamoja
miongoni mwa wadau mbalimbali kuhusu sera ya sasa ya elimu na mafunzo na marekebisho ya mitaala na athari zake kwa maendeleo endelevu. Pili, kuibua mijadala ya kitaaluma kuhusu mitaala katika elimu ya msingi, sekondari na elimu ya juu. Na tatu, kutafakari juu ya maendeleo ya taaluma na nafasi ya elimu ya ualimu kulingana na maboresho ya sera ya elimu na mafunzo. Na mwisho, kubadilishana uzoefu wa kimataifa na kikanda jinsi maboresho ya elimu yanavyoweza kuchangia ukuaji jumuishi na mustakabali wa maendeleo endelevu. Kwa upande wake, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kongamano hilo la kimataifa kuhusu maboresho ya sera na elimu na mitaala ni fursa nzuri ya ushirikishwaji wa wataalamu na wachambuzi kuangalia jinsi ambavyo utekelezaji huo unaendelea. Kwa kama tulivyofanya wakati wa maandalizi ya sera na mitaala mipya, utekelezaji wa mageuzi haya lazima uendelee kuwa shirikishi. Ndio maana kongamano hili la kimataifa kuhusu maboresho ya sera na elimu na mitaala hapa Tanzania ni fursa nzuri ya ushirikishwaji wa wataalamu, wachambuzi wetu kuangalia hapa tulipo na jinsi ambavyo tunaendelea na utekelezaji huu. Ni fursa yetu ya kusikiliza na kutafakari. Matumaini yetu ni kwamba kongamano hili litaangaza zaidi namna bora na ufanisi ya kutekeleza mageuzi haya ya elimu. Hili ni kongamano muhimu sana na linafanyika kwa wakati mwafaka. Maboresho yaliyofanywa na serikali kwenye baadhi ya maeneo ya sera ya elimu na mafunzo yamefanyika ili kuondoa changamoto mbalimbali zinazoikabili elimu ya Tanzania. Mindi Josefu, Sky TV. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita limewataka wachimbaji wa madini wanaofanya shughuli zao mkoani humo kuchukua tahadhari za kiusalama wanapofanya kazi zao wakati huu wa mvua zinazoendelea kunyesha. Kutoka mkoani Geita, mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Kwa siku ya leo ningeomba takuja siku maalum kwa ajili yenu wenyewe. Leo nikuja kwa ajili ya machifu na mainspekta. Kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita, Kenneth Mwakasitu, ametoa wito huo kwa wachimbaji wa madini mara baada ya kumalizika kwa mafunzo yaliyoandaliwa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa wakaguzi wa migodi. Mwakasitu amesema wachimbaji wa madini hawana budi kuchukua tahadhari wakati wanapotekeleza majukumu yao kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha, kwa kuhakikisha mashimo wanayofanyia kazi yanazingatia usalama. Kwa kipindi hiki cha mvua tunawashauri watu wachukue tahadhari kuhakikisha mashimo yako vizuri, timba zile au miti ile ambayo wanatengenezea iko vizuri, pia hewa kule chini iko vizuri, usalama wao, kwa sababu kuna watu wengi, kuna wale ambao tunasema walipuaji. Je, kuko salama na kulipua kule chini? Kuna wale ambao ni mafundi wanafunga ile miti iko salama kule chini. Kuna wale ambao wanakagua sasa kwamba kuruhusu watu waingie kule chini waendelee na shughuli. Je, wameruhusu watu kwenye duara ambalo liko salama? Kwa kupitia hao watu, viongozi wao wataweza kwenda kuwasimamia wachimbaji wengine. Kwa hiyo huu ni mnyororo ambao inaanzia juu kwenda chini. Baadhi ya wakaguzi waliopewa mafunzo hayo wamesema wamejifunza njia salama za kufanya maokozi. Kuvutia na nimejifunza zaidi kuhusu njia salama za uokozi. Maana kwa kazi zetu za migodini kuna mambo mengi yanayotokea, ajali za hapa na pale, ila tunajikuta kulingana na vifaa duni tulivyo navyo tunatumia njia za kienyeji kwa ajili ya kuokoa. Ila leo tumejifunza njia salama kwa ajili ya uokozi, ambapo utamtoa mtu salama pia na wewe mwenyewe unayeokoa ukiwa salama. Katika semina hii nimejifunza vitu vingi ambavyo vingine nilikuwa bado sijavijua, kwamba namna ya uokoaji kwa mtu ambaye aliyoko chini na aliyoko juu, namna ya kushuka chini kumuokoa yule aliyoko chini na kuwa salama, yani kuvaa vitendea kazi ambavyo viko salama. Pia ni kwamba kifupi ni kwamba tunatakiwa tutumie mfumo ambao kama leo Jeshi la Zimamoto ambao wameuleta kwa namna ya uokoaji, ama tunapotakiwa kushuka duarani wamekuja na vifaa vya kisasa zaidi
ambavyo tunaweza kutumia matumizi sahihi ambavyo tunavyoshuka katika migodi yetu, tunapofanya majukumu yetu ama tunapoenda katika uokoaji. Wakufunzi kutoka jeshi la polisi wametoa mada mbalimbali na kuwataka wachimbaji wa madini kuacha suala la ulevi maeneo ya kazi pamoja na kushiriki ulinzi shirikishi. Lakini pia lazima tuepuke vitendo hatarishi ambavyo vinaweza kuhatarisha amani na utulivu. Sisi kama sehemu ya jamii tunapaswa kuhakikisha kwamba hatui chanzo cha aidha vurugu au uvunjifu wa amani. Kazi zenu nyie zinaunganikana sana na utekelezaji na ufuatiliaji wa sheria. Yaani mnakuwa hamna tofauti na wasimamizi wa sheria za pale mgodini, lakini na sheria za nchi zinawagusa hapa kabisa. Hapa huu unyevunyevu ili muda wote tunajiponchi ili, si ndio kazi yetu sisi? Lakini kwa sababu uko na bangi hapa, ukiangalia hata wale wengine wakikushauri wanasema wewe acha mambo yako hapa, mbona unaingia unachapa? Hizo ni athari za madawa. Jamaa atatuambia hapa. Mafunzo hayo yamefanyika eneo la Runzewe, wilaya ya Bukombe, mkoani Geita, na wakaguzi wa migodi wamepewa mafunzo hayo ili wakawe mabalozi wa kutoa elimu ya kuzuia uhalifu maeneo yao ya kazi pamoja na elimu ya usalama pahala pa kazi. Michael Francis Bundala, Sky TV. Serikali kupitia Wizara ya Afya imeimarisha mifumo ya kidigitali ya ufuatiliaji wa magonjwa ya milipuko nchini. Hayo yamesemwa jijini Arusha na mkurugenzi msaidizi wa sehemu ya epidemiolojia na udhibiti wa magonjwa kutoka Wizara ya Afya, Dr. Vida Makundi Mbaga, katika kikao kazi cha robo mwaka cha kutathmini utekelezaji wa kanuni za afya za kimataifa za mwaka 2005 kilichoratibiwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu pamoja na Shirika la Afya Duniani WHO kupitia mradi wa kupambana na magonjwa ya mlipuko.
Na mtazamaji, mapumziko mafupi yanafuata. Tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Jeremia Isaya. Katika kuhakikisha mpango wa 4 wa maendeleo wa miaka 5 unafanikiwa, serikali kupitia kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na binafsi imeanza mkakati wa makusudi wa kutoa mafunzo kwa taasisi za kifedha na makampuni binafsi nchini kuyavutia kuwekeza kwenye mradi mkubwa kwa utaratibu wa PPPC. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo ya siku 3, mkurugenzi wa huduma za sheria kutoka PPPC, Bi Flora Tenga, amesema lengo kuu la mafunzo hayo ni kutoa uelewa wa sekta binafsi pamoja na taasisi za kifedha nchini kuhusu sera, sheria na fursa zilizopo katika utekelezaji wa miradi ya PPPC. Center ni kituo ambacho kimepewa jukumu la kuratibu na kusimamia utekelezaji wa programu ya PPP nchini, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa wadau wote wanaosimamia utekelezaji wa miradi ya PPP. Kwa leo hii PPP Center tumeandaa mafunzo ya siku 3 kwa ajili ya sekta binafsi specifically, kwa maana ya taasisi za kifedha nchini, makampuni binafsi. Zina nafasi kubwa sana kuhakikisha miradi ya PPP inatekelezeka, kwa sababu miradi inahitaji fedha. Kwa hiyo tunataka kujua wao waweze kupata uelewa fursa zilizopo na sheria ambayo inasimamia utaratibu mzima na vitu vingine ambavyo vitawasaidia kujua utaratibu huu unasimamiwa kwa namna gani. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogoro ameeleza kuwa kuna operation yoyote inayoendeshwa na serikali kwa ajili ya kuondoa machinga kwenye soko la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam. Badala yake, zoezi lililoanza na ambalo linaendelea ni la kuzifungua barabara za soko hilo, ambapo kimsingi inafahamika kwamba kumekuwepo na changamoto za muda mrefu zinazosababisha kuziba kwa barabara hizo. Moja ya changamoto ambazo zipo Kariakoo ni ile shughuli ya wafanyabiashara na wadau wote wa Kariakoo. Hivyo zile shughuli zao ambazo wanazifanya zimezalisha wakati fulani changamoto, hivyo na kuzuia shughuli zingine za wafanyabiashara au za watumiaji wa huduma za barabara kushindwa kupata huduma vizuri.
Lakini ya pili ni kwamba wako wafanyabiashara wakubwa ambao hapo Kariakoo inawezekana na magodauni au wana maduka, na wao wanachukua mizigo yao kutoka huko walikonunua nje ya nchi au ndani au kwenye maeneo mengine kuingiza Kariakoo. Hawa wanaleta magari. Sasa mtu anakuta analeta gari la tani 7 au tani 10. Ana belo labda 200. Akipanga barabarani pale Kariakoo, huyo mtu atachukua muda gani? Lakini aina ya tatu ni kwamba hawa wafanyabiashara ana vimizigo vyake vidogo ambao labda anachukua kenta ya tani 3, tani 5 na nini. Hivyo imekuwa sehemu ya changamoto. Kuna watu wanafanya biashara, anauza pikipiki, amechukua pikipiki zake zote, anauza ndani ziko labda 20, nje kazimwaga 50. Lakini kumbuka, kimwaga nje maana yake unafanya display yako barabarani, maana yake unawazuia wengine wasipite. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2563 na senti 93 na kuuzwa kwa shilingi 2589 na senti 57. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3434 na senti 38 na kuuzwa kwa shilingi 3468 na senti 72. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2971 na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi 3001 na senti 31. Yen ya China imenunuliwa kwa shilingi 371 na senti 96 na kuuzwa kwa shilingi 375 na senti 68. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 14 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 31. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 150 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 151 na senti 89. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 96. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 74 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 76. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 68 na kuuzwa kwa senti 69. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na kuuzwa kwa senti 86. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Biashara na uchumi. Na habari za biashara na uchumi zimeletwa kwako na Jeremia Isaya. Sasa tuelekee moja kwa moja katika habari za kimataifa tukiungana na Zinazile Mswima. Sky TV. Habari za kimataifa. Hujambo, karibu katika habari za kimataifa. Kikosi kinachoundwa na mashirika mbalimbali ya usalama na afya nchini Kenya kimegundua zaidi ya miili 30 iliyokuwa imezikwa kwenye kaburi la pamoja katika kaunti ya Kericho. Hayo ni katika kile kinachoelezwa kuwa mtafaruku mpya wa kijamii kufuatia mtiririko wa matukio kama hayo ya kugunduliwa makaburi ya pamoja kila baada ya muda kwenye taifa hilo la Afrika Mashariki. Eneo la makaburi huko Kericho limegeuka kuwa eneo la uhalifu baada ya miili 32 kufukuliwa kutoka kwenye kaburi moja. Maafisa wa upelelezi wa mauaji kutoka makao makuu ya DCI waliokuwa wamekita kambi eneo hilo walianza zoezi la ufukuaji wa miili ambalo lilikamilika saa 1 jioni jana. Nao wanamgambo wa RSF nchini Sudan wamesema kuwa kwa ushirikiano wa wandani wake wameuteka mji wa Kurmuk katika mpaka wa Ethiopia baada ya mapigano makali.
Katika taarifa, RSF wamesema wamefanikiwa pia kuchukua udhibiti wa maeneo mengine mawili ya karibu. Hapo jana Jumanne, mwakilishi wa jeshi la serikali katika eneo la Damazin, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Blue Nile ulioko mji wa Kurmuk, alisema hali mjini humo ni mbaya na ni vigumu kwa wanajeshi kushikilia maeneo yao imara. Mapigano yalianza siku ya Jumapili katika mji huo mdogo wa mpakani kusini mashariki mwa Sudan, mji ambao jeshi linauchukulia kuwa wenye umuhimu mkubwa kwa sababu uko katika mojawapo ya barabara chache zinazoelekea Ethiopia. Israel na Iran zimeendelea kushambuliana kwa makombora Jumatano, wakati jeshi la Iran limekanusha madai ya Rais Donald Trump kuwa Marekani inafanya mazungumzo ya kuvisitisha vita hivyo. Hatua hiyo ya kamandi ya pamoja ya jeshi la Iran inayodhibitiwa na wakuu wenye msimamo mikali kutoka Jeshi la Mapinduzi kukanusha kuwepo kwa mazungumzo inakuja wakati ambapo ripoti zinaarifu kuwa Marekani imetoa mpango wa hoja 15 za kujadiliwa katika mazungumzo hayo kwa Tehran. Uongozi wa Iran awali ulisema kuwa hauwezi kuingia katika majadiliano na Marekani kwa kuwa nchi hiyo ilishambulia mara 2 wakiwa kwenye mazungumzo. Wakati huo huo, jeshi la Israel limesema limefanya mashambulizi yaliyolenga miundombinu kote nchini Tehran. Kuwait na Saudi Arabia nazo zimesema zimezuia mashambulizi ya droni, ingawa bado hazijataja zilikotokea droni hizo. Mwisho wa habari za kimataifa, langu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Na habari za kimataifa zinatupa nafasi ya moja kwa moja kuelekea viwanjani, tukiungana na Lai Saidi kutujuza yaliyopo viwanjani kwa siku ya leo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani.
Habari za usiku, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa mzuri wa kuelekea viwanjani katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lai Saidi. Mradi wa Yanga Soccer School umeendelea kupata msaada mkubwa kutoka kwa wadau mbalimbali, huku ukilenga kusaidia vijana wenye vipaji vya soka kama alivyotabiri kocha mashuhuri Pitso Mosimane. Leo Mendes amejitolea kuunga mkono mradi huo, kuendeleza na kuibua vipaji vya vijana kupitia shule ya vipaji ya Yanga Sport Club. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amezungumzia utaratibu baada ya moja ya kampuni hapa nchini kujitolea kufadhili vijana 10 kujiunga na Yanga Soccer School. Viongozi wa klabu yetu Young Africans wamedhamiria kwa dhati kuhakikisha wanasaidia Watanzania, familia, baba, walezi, kina mama ambao wana vijana wenye vipaji vya kucheza mpira, basi Yanga inakuwa kimbilio lao. Furaha yangu ambayo niliwaeleza mwanzo, ambayo imebeba pia jambo la leo, ni kuona pia kijana mwenzetu wa Kitanzania kupitia kampuni yake ya M1 ambayo inajishughulisha na kutengeneza kahawa, na wenyewe wamechukua juhudi kuja kushirikiana na klabu ya Young Africans kuhakikisha vijana wenye vipaji vya mpira wa miguu hapa Tanzania wanaipata hii fursa ya Yanga Soccer School. Sisi tunayo furaha kubwa sana kaka yetu Leo Mendes kwa uamuzi wenu kama M1. Tunajua yake mlikuwa mnaweza kufanya mambo mengi kama taasisi, lakini mkasema mnalo jukumu pia la kutazama mchezo wa mpira miguu, kuwatazama Watanzania ambao wanao watoto ni vipaji lakini hawana uwezo wa kuwaleta Yanga Soccer School. Nao wanamangushi Coastal Union wameanza maandalizi ya kuikabili Simba Sport Club katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo ambao utapigwa Aprili 2 mwaka huu katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, huku dhamira yao kubwa ikiwa ni kupata alama 3 ugenini. Afisa habari wa kikosi hicho Hussein Mchomvu amesema tayari kikosi chao kimeshaingia kambini ili kuiwinda Simba Sport Club. Tunafahamu tunakwenda kukutana na mpinzani ambaye ana kikosi chenye ubora mkubwa, benchi la ufundi lenye wataalamu wa kutosha, lakini pia ni timu ambayo msimu huu ina njaa ya ubingwa. Lakini sasa hiyo ubora ambao Simba yuko nao ndio sababu ya sisi kwenda kushinda huo mchezo. Tutakachokifanya sisi tarehe 2 mwezi wa 4 inshallah ni kwenda kupambania alama 3 pekee, ndio kitu ambacho tumenuia kukifanya. Kwa hiyo maandalizi yetu yameanza mapema huku Tanga, kuanzia uwanjani kwa wachezaji na nje ya uwanjani kwa sisi viongozi, nikimaanisha kwa eneo la kuhamasisha mashabiki zetu waende kwa wingi pale Meja ya Isamuhyo tarehe 2 mwezi wa 4, tukaipigia timu yetu ile pale kwa ajili ya kushinda mchezo huo inshallah. Tunakwenda kupambania alama 3 mbele ya Simba na jambo ambalo tunaingia nalo uwanjani tukiwa mabega juu kweli kweli ni aina ya kikosi ambacho tuko nacho. Unajua watu wengi wamekuwa wanatilia mashaka sana kuhusu kikosi cha Coastal Union. Mnachezaji maneno yamekuwa mengi, au tumuoni yule, lakini kwa muda ambao tumeipata hivi karibuni wa kuweka timu yetu kambini, Simba watakwenda kupata flavor ya mchezo ambao hawajawahi kuipata tangu msimu huu umeanza. Kuna mfumo wetu mpya utautambulisha tarehe 2 unaoitwa kulu kutata mantetere, unipe nikupe na tupate. Zinaguswa hiyo zaidi ya 200. Yaani kuna mchezaji anaitwa Xavi wa Barcelona ambaye alikuwa kocha pia, aliwahi kufikisha rekodi ya kupiga pasi 600 kwenye mechi ya dakika 90 yeye peke yake. Sasa hiyo tarehe 2 tunazipiga sisi, zitapigwa pasi zaidi ya 800 pale. Hii inaitwa kulu kutata mantetere. Kwa hiyo ili muipate, subiri nifike tarehe 2. Kwingineko ni kuhusiana na kikosi cha wanawake cha timu ya taifa ya Tanzania, ambapo ni Serengeti Girls chini ya umri wa miaka 17 wameingia kambini kwa ajili ya kujiandaa, na wiki ya pili sasa kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya kuwania kufuzu kombe la dunia dhidi ya timu ya taifa ya Botswana, mchezo utakaochezwa Aprili 10 mwaka huu nchini Botswana. Kocha mkuu wa timu hiyo Bakari Shime na nahodha wa kikosi hicho Elizabeth Chenge wamezungumzia maandalizi kuelekea mchezo huo, huku akikiri kujipanga kufanya vizuri katika michuano hiyo. Vizuri, tumeingia kambini hapa, tunaanza wiki ya pili sasa ya matayarisho yetu tangu tumeanza, na kila kitu kinakwenda vizuri kwa maana ya wachezaji wanakamata maelekezo ambayo tunapeana,
na ni imani yangu kwamba kadri siku zinazidi kwenda wanazidi kuimarika na tunaweza tukafikia lengo ambalo tumekusudia. Kufuzu kombe la dunia ni safari ndefu ambayo unatakiwa kujipanga kuanzia mchezo wa kwanza mpaka mchezo wa mwisho kabla hujaanza kuicheza hiyo michezo. Kwa hiyo tuelekee kimataifa. Ni kuhusiana na kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Mali, Tom Sentif, leo ametangaza kikosi cha Mali kitakachoingia kambini kujiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Russia, mechi ambayo itachezwa Machi 31 mwaka huu. Golikipa wa Young Africans Djigui Diarra ni miongoni mwa wachezaji wasioitwa kwenye kikosi hicho. Ukiondoa Diarra, wapo wachezaji wengine muhimu ambao wamekosekana kwenye orodha hiyo, akiwemo Amadou Haidara, Mamadou Sangale, Lassini Sinayoko pamoja na wengineo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa shirikisho la soka la Mali, inasema kuwa sababu kuu za kuachwa kwa wachezaji hao ni majeraha, lakini pia kupumzishwa na sababu za kifamilia. Mchezaji wa Al Ahly Aliou Dieng, yeye yupo kwenye orodha hiyo. Pia golikipa wa Stade Marine Ngolo Traore naye yupo kwenye kikosi hicho ambacho kitacheza mchezo huo dhidi ya Urusi. Na taarifa nyingine ni kuhusiana na klabu ya Manchester United inalazimika kuweka mezani kitita cha pound milioni 60.5 ili kukamilisha usajili wa kiungo wa Newcastle United Bruno Guimaraes. Manchester United imekuwa kwenye mawindo ya Brazil huyo, na ripoti zinaeleza kuwa Newcastle hapo mbioni kumpoteza mwishoni mwa msimu huu. Guimaraes ana mkataba utakaofikia ukomo mwaka 2028, lakini inaelezwa kuwa nyota huyo hana mpango wa kumaliza akiwa klabuni hapo. Tangu msimu huu uanze, star huyo ameshaingia kambani mara 9 na kutoa asisti 7 katika mechi 35 za mashindano mbalimbali. Aidha, takwimu za jumla zinaonyesha kuwa amechangia mabao 31 na asisti 31 katika mechi 189 alizocheza tangu asajiliwa akitokea Lyon mwaka 2022. Kwa upande wao, Manchester United wanamtaka Guimaraes wakiamini kwamba anatosha kuvaa viatu vya Casemiro aliyetangaza kuwa huu ni msimu wake wa mwisho katika viunga vya Old Trafford. Na taarifa hiyo, mtazamaji, inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Pius Jayunga yupo tayari kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Na sasa tuelekee moja kwa moja katika habari utabiri wa hali ya hewa kwa saa 20 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika
maeneo machache. Na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado ndio kuonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kigoma, Katavi, Rukwa pamoja na Songwe. Hivyo wakazi wa maeneo hayo hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya ukanda wote wa pwani pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na mvua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Ruitana, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Na utabiri wa hali ya hewa unatufikisha ukingoni mwa taarifa yetu ya habari ndani ya ulimwengu wa habari. Na kabla ya kuondoka, basi tujikumbushe sehemu yale ambayo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Watanzania waomboleza kifo cha Waziri Mkuu William Lukuvi. Kimataifa, miili zaidi ya 30 yagundulika kwenye kaburi la pamoja nchini Kenya. Na katika habari za michezo na burudani, timu ya wanawake Serengeti Girls yaendelea kujifua vyema kuiwinda Botswana. Mtazamaji, hadi kufika hapo hatuna la ziada. Tunasema asante kwa wote ambao wameshiriki kufanikisha ulimwengu wa habari kukufikia, lakini pia asante kwa kutazama ulimwengu wa habari kuanzia mwanzo hadi tamati. Naitwa Pius Jayunga, nikutakia wakati mwema, endelea kuitazama Sky TV.